Hello everybody. Jamani, habari za jioni, habari za shughuli, karibuni sana, karibuni wote. Na kwanza kabisa poleni sana kwa kubadilisha muda wa kuanza hii session, lakini nashukuru Mungu bado tumeweza kuifanya. So kwa nafasi ya pekee sana niwakaribishe wote ambao mmeweza kuwa hapa kwenye hii session, na hii ni session maalum kabisa kwa ajili ya kuwakaribisha watu ambao wameamua kupiga hatua yao ya kwanza ya kuwa katika familia ya Forever Living Products. Kwa wewe mgeni ambaye ndo umeanza biashara, tunakukaribisha sana na sisi tunafurahi sana kuwa na wewe hapa. Tukupongeze kwa uamuzi ambao umeufanya wa kuingia kwenye hii biashara. Kitu kimoja ambacho nitakwambia ni watu wengi sana wanakutana na Forever, wanaiangalia, wanaipenda, inawavutia, lakini wanakosa ujasiri wa kuanza. Ila wewe ambaye upo kwenye huu mkutano, wewe ambaye unanisikiliza hapa leo, tayari my apologies. Tayari umeonyesha ujasiri kwa sababu umeweza kuanza. Kwa hiyo karibu sana, karibu sana. Na sisi hapa tupo kwenye hii mkutano kwa ajili ya kuonyesha namna gani unaweza ukaanza biashara yako kiusahihi. Now that wewe ni mwanachama, ufanyeje ili uweze kuanza kiusahihi, lakini pia ufanyeje ili uweze kukua kwa haraka, na pia ufanyeje ili uweze kujenga biashara ambayo iko imara. Kwa hiyo lengo kuu ni kuhakikisha tunakushika mkono na tunakupa miongozo na njia wapi upite ili uweze kwenda vizuri. Sasa mimi ambaye ninaongea hapa naitwa Enos Salema, na miaka sasa karibia miaka 20 ndani ya hii biashara ya Forever. Kwa hiyo nipo hapa kuongea na wewe, nitakushirikisha baadhi ya vitu ambavyo mimi personally nimevi-experience ndani ya hii miaka 20 karibu ya kuwa kwenye Forever. Na nikwambie tu, kimwona mtu amefanya kitu kwa miaka 20, lazima ujue kitu kimoja, hicho kitu kina manufaa. Bila ya kuwa na manufaa hakuna mtu anaweza akashikilia kitu kwa miaka yote hiyo 20. Na kabla ya mimi kushare story yangu, ningependa niulize swali kwa wote ambao tupo hapa sasa, ambao ni wageni. Najua umeanza biashara una muda mfupi, bado haujaonja pengine mambo makubwa mazuri ya Forever, lakini kuna kitu ambacho kilikusukuma ukasema na mimi naanza hii biashara. Ningependa uende kwenye chat and then utuambie kitu gani ambacho wewe kimekuhamasisha mpaka ukasema na mimi nitaenda kujiunga na Forever, na mimi nitakuwa ndani ya hii familia ya Forever. Na wakati mnaandika hapo kitu ambacho kimekusukuma, nitarudi mimi 2007. Maana mwaka 2007 ndio nilikuwa mgeni kabisa, nilikaribishwa kwenye mkutano, sio kama huwa online enzizo, nafikiri kulikuwa hata hamna mambo ya online. Nikaribishwa kwenye mkutano ambao leo hii ni mkutano uliobadilisha kabisa uelekeo wa maisha yangu. 2007 nilikuwa niko chuo nasoma, mimi nimesoma degree ya computer science. Kwa niko chuo nasoma, lakini pia nilikuwa nafanya tayari biashara ndogo ndogo wakati niko chuo pale. And then nilivyokuwa niko mwaka wa mwisho, semester yangu ya mwisho, nikawa naangalia vile vitu ambavyo ninavifanya, na clearly kabisa nikaona hakuna hata kimoja ambacho nikisema hichi nakichukua na nakipambania kina uwezo wa kunitoa, kina uwezo wa kunifikisha mbali. Kwa hiyo nilivyoona ya kwamba bado sina kitu ambacho kina uwezo wa kunifikisha mbali, hiyo mimi kanifanya niwe open kwenye kuendelea kujifunza. And that's why nilipopata mwaliko wa kuhudhuria mkutano, wala hata sikufikiria mara mbili, nikaenda nikahudhuria ule mkutano. So nilipo attend ile meeting, wakati ile presentation inaendelea, vitu vingi sana vilikuwa vinapita kichwani mwangu. Kwanza kabisa nilikuwa na mashaka na hofu, kwa sababu biashara ya Forever ni tofauti kidogo na biashara nyingine za kawaida. Na nilivyokuwa naelezewa manufaa ya hii biashara, vitu ambavyo unaweza ukavipata kwenye hii biashara, yani niliona kabisa hapa bwana, hapa wanatia chumvi, hapa wanairemba tu hii biashara ili mimi nijiunge. Sidhani kama hivi vitu ninavyoambiwa ni halisi kweli kweli. Kwa nilipata mashaka sana na vitu vingi mno ambavyo vilikuwa vinaelezwa siku ile. Na presentation ilivyokuwa inaenda, mashaka yangu yakazidi kupungua, nikawa nazidi kuelewa. And then nikafika point nikaconfirm ya kwamba hii biashara ni halisi, na kila kitu ambacho nimeonyeshwa watu wanakipata kwenye hii biashara, kweli mtu unaweza ukakipata. Kazi ikabakia ni moja tu, je, mimi kama mimi Enos, na mimi pia nikianza hii biashara nitapata hivyo vitu au la? So nashukuru Mungu nilipata ujasiri kama wa kwako wa kusema mimi naanza. Na wengi huwa wanaanza bila hata ya kujua watakwenda vipi
watafanikiwa au la. Hakuna mtu ambaye anakuwa anajua mwisho wake utakuwaje, lakini wewe umepata ujasiri wa kuanza na mimi nilipata ujasiri huo. So nikaifanya biashara part time nikiwa niko chuoni nasoma, nikamaliza masomo yangu, nikaingia kwenye ajira, nikawa nafanya kazi Vodacom. Niko kwenye ajira pale, lakini naona kabisa mshahara mimi haunitoshi. Kwa hiyo nikaamua kuweka muda wangu wa ziada kwenye kufanya Forever very seriously. Wakati nimeajiriwa, kila siku nikawa natenga masaa mawili kwenye biashara, saa moja muda wa lunch, and then saa moja nikitoka jioni ofisini saa 11, kila siku masaa mawili. Na nilifanya namna hiyo masaa mawili kwa muda wa miezi 9, and then masaa mawili kwenye biashara yakaanza kunilipa zaidi ya mara 10 ya mshahara wangu. Kwa hiyo 2008 nikaacha ajira rasmi, nikaingia kwenye biashara moja kwa moja. Kwa hiyo kuanzia 2008 mpaka sasa hivi maisha yangu yote naendesha full time kwa kupitia Forever. Na mimi nimeitumia Forever kwa ajili ya vitu vingi, imenipatia vitu vingi sana. Na tunavyoendelea kuongea nitakuwa naendelea kushare baadhi ya vitu ambavyo imenipatia, lakini nimeona hapa wengi ambao tumeanza biashara, kitu cha kwanza ambacho kimewahamasisha ni kutengeneza kipato cha ziada. Naona hapo kuna financial freedom, kuna mwingine ameandika kipato cha ziada na kutembea sehemu mbalimbali duniani. Fantastic kabisa. Kuna mtu ameandika kipato pamoja na afya. Fantastic kabisa. Nashukuru sana umegusia afya, maana moja ya kitu kikubwa ambacho utanufaika nacho Forever, ambacho kukipata sehemu nyingine ni vigumu mno, ni afya. Ukiniuliza mimi Forever inaweza ikakupa nini? Forever inakupa nafasi ya wewe kuweza kukua kwenye maisha. Na ili uweze kukua kwenye maisha, kuna maeneo matatu ambayo Forever itakusaidia uweze kuyaboresha. La kwanza, muhimu kuliko zote, ni wellness, afya. Na hapa tunaongelea afya yako katika nyanja zote. Tunaongelea afya yako ya kimwili. Utawezaje kuiboresha afya yako ya kimwili? Kwa kuwa ndani ya Forever utatumia hizi products. Ukitumia hizi products tayari umeshapata kitu ambacho ndo muhimu kulikoni vyote. Kuna mtu alisema wakati unatafuta pesa usije ukaisahau afya. Ukiisahau afya, kuna wakati wewe na pesa wote mtatoka kwenda kuitafuta nini? Afya. Kwa hiyo cha kwanza ambacho Forever itakupatia, itagusa afya yako. Kwa hiyo hata kama hautafanikiwa kwenye hii biashara, hautafikia uhuru wa kipato, hautafikia mafanikio makubwa ya kifedha, usije ukaiacha Forever, kwa sababu itakupa nafasi ya kugusa afya yako. Na tuna watu wengi tu ambao wamejiunga kwenye Forever sio kwa ajili ya biashara, wamejiunga ili waweze kutumia hizi bidhaa. Na kama wewe ni mmoja wapo, karibu sana, kwa sababu huo ni muhimili wetu mkubwa sana. Lakini cha pili ambacho Forever itakupatia ni community. Community ni jamii ambayo itaenda kukusaidia wewe kuwa mtu bora zaidi, jamii ambayo itakuhamasisha, jamii ambayo itakupa nafasi ya kujifunza vitu vingi mno. Kuna mtu hapo ameandika anatamani kusafiri dunia. Wewe utapata nafasi ya kuconnect na watu sehemu nyingi tofauti. Na Forever kila mwaka huaga wana organize events. Mwisho nitaonyesha baadhi ya mikutano ambayo inakuja nje ya Tanzania. Kuna ya Tanzania na nje ya Tanzania ambayo wewe una nafasi ya kwenda kushiriki. Sasa unajua community maana yake inakupa mazingira sahihi. Wanasema ukichukua mbegu, hata kama ni mbegu ya mti mkubwa sana, ukachukua ile mbegu afu ukaweka kwenye sahani, ukaiacha hapo kwenye sahani, inaweza kabakia mbegu hivyo miaka 10 iko hivyo mbegu. Lakini mbegu ile ukaichukua, ukaenda ukachimba ardhi, ukaidumbukiza mule ndani, ukafukia, ukaweka mbolea, ukaweka maji, baada ya muda ile mbegu inabadilika, inakuwa nini? Inakuwa mti. So moja ya kitu ambacho Forever itakupatia, ambacho wengi kwenye maisha yao hawapati nafasi ya kukipata, ni community. Kuweza kuzungukwa na watu ambao watakusaidia uweze kujitambua zaidi, upate ujasiri zaidi, upige hatua kwenye maisha. Namba 3, Forever itakusaidia kuleta structure kwenye maisha yako. Yaani maisha yako hayatakuwa yanaenda kama vile mtu amefunga macho alafu anakimbia. Hapana. Forever itakufundisha namna ya kuweka malengo yako ya maisha. Ukiwa kwenye biashara, tunakufundisha namna ya kuweka malengo ya miaka 3. Utafundishwa namna ya kunyambua hayo malengo mpaka upate malengo ya kila mwaka, mpaka upate lengo la kila mwezi. Kwa hiyo inakufanya unaendesha maisha yako kwa utaratibu. Na kampuni ya Forever inakusaidia sana kwenye wewe kuhakikisha ya kwamba wakati unafanya hii biashara haufanyi
kwa wewe tu kutathmini peke yako, hapana. Utapata mwongozo, utapata watu wanaokushika mkono waweze kukusaidia upige hatua nzuri na kiusahihi na kwa haraka, ili uweze kufika kwenye mafanikio. Kwa hiyo utapata coaches na mentors. Sasa nikiwaza hivi vitu vitatu hivi vinabeba karibu malengo yetu yote hapo ndani ya hivi vitu vitatu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ni mgeni umeanza biashara leo, naomba kwanza mnisamee, leo sauti yangu sio nzuri sana, ndo ninamalizia kupona mafua. Kwa wewe ambaye ni mgeni umeanza biashara leo, nikwambie tu kitu kimoja, unaenda kugusa maisha yako katika haya maeneo yote matatu, na ukigusa maisha yako katika haya maeneo matatu ndo uta experience mafanikio ya kweli. Sasa umejiunga na biashara ya Forever, na biashara ya Forever ipo chini ya mfumo wa biashara tunaita network marketing, mfumo wa biashara ya mtandao. Huu mfumo wa biashara ya mtandao ndo mfumo ambao umezalisha watu ambao wamefanikiwa kifedha kuwa mamilionea wengi kuliko mfumo mwingine wote ule. Hapo mfumo wa biashara ya mtandao ndo mfumo ambao umesemwa na watu wengi sana, ndo mfumo ambao hata wewe leo hii pengine kuna mtu unaweza ukataa kumtambulisha kwenye Forever, akakwambia bana, hizo biashara mimi siziwezi. Kwa nini? Mimi nitakueleza vitu ambavyo ni manufaa, lakini haya manufaa yakibadilika yanakuwa ni madhara kwenye mfumo wa biashara ya mtandao. Na wewe kama mgeni, nataka uwe aware na hichi. Cha kwanza, moja ya kitu kizuri kwenye biashara ya Forever, unaanza na mtaji mdogo sana. Mtaji wetu sisi, unajua leo hii ukiongelea biashara shilingi milioni 1.6 ni chache mno. And imagine Forever unaweza kaanza hata na chini ya hapo. Kwa mtaji ni mdogo. Sasa kuwa na mtaji mdogo ni kitu kizuri, lakini naomba nikwambie pia ni kitu kibaya. Kwa nini? Kama umeweka hela ndogo mahali, ni rahisi sana kuipotezea hiyo hela. So moja ya kitu ambacho tunakiona ni watu wengi sana kutokuwa serious kwenye hii biashara kwa sababu wameweka mtaji mdogo. Kutokuwa serious kwa sababu hamna kitu kikubwa ambacho wanaenda kukipoteza. So mtaji ambao umeuweka usiutumie kuthaminisha biashara yako, hapana. Mtaji huu uutumie ni kama ufunguo ambao unaweza kaenda kukupa mambo makubwa sana. Ukiendesha gari, hata kama ni semi trailer, lori kubwa, kaufunguo ni kadogo tu, lakini kanaendesha lori. Yani bila ule ufunguo huo, hilo lori haliwezi kusogea. So mtaji ni ufunguo tu. Moja ya kitu kizuri kwenye hii biashara yetu ni flexibility. Yani una nafasi ya kuifanya vile unavyotaka wewe. Sasa flexibility ni nzuri kwa sababu inatoa nafasi kwa mtu yoyote yule, hata kama una ratiba ngumu, unaingia kazini asubuhi, unatoka usiku, una uwezo wa kufanya Forever. Unapatikana weekend tu, una uwezo wa kufanya Forever. Sasa hii flexibility kwa upande mwingine pia ni mbaya. Hii flexibility pia kuna wengine ambao wameichukulia sasa ndo uzembe. Ndio kutofanya, ni kufanya ninapojisikia. Kwa hiyo hii flexibility imebadilika, imekuwa sasa ni kukosa nidhamu. Kwa moja ya kitu ambacho wewe kama mwanachama mpya nataka ukitambue, kwa sababu una flexibility, usiichukulie flexibility ikakupeleka ukose nidhamu ya biashara. Kingine ambacho utanufaika nacho kwenye biashara ya Forever ni support kutoka kwa viongozi wako, support kutoka kwa watu ambao wamekutangulia. Support maana yake utafundishwa, utawezeshwa ili uweze kupiga hatua. Sasa ukiwaza support, ukiibadilisha kwa upande mwingine pia inaweza ikamsababisha mtu abweteke, asubirie. Kwa hiyo usije ukafanya kosa wewe kama mwanachama mgeni ukasema, jamani, mlisema mtanisupport, mbona hamnipi wateja? Mlisema mtanisupport, mbona hamnisaidii na mimi niwekee watu chini na mimi niweze kukua? Ukiwaza namna hiyo, maana yake umebadilisha support, sasa imekuwa sio support tena, imekuwa ni tegemezi. Kwa support ni manufaa makubwa mno, but I can tell you ni moja pia ya kitu ambacho kinasababisha baadhi ya watu wasifanye biashara vile inavyotakiwa. Cha 4 ambacho ni kizuri sana kwenye Forever, wewe you are your own boss. Hakuna mtu anaweza akakuamrisha kufanya hii biashara. Hakuna mtu anaweza akakusukuma kufanya kitu chochote kwenye hii biashara. Sasa hivi vyote kiviangalia ni vitu vizuri, lakini nikwambie hivi vitu vizuri vinaweza vikawa sababu ya watu wengi sana pia kufeli kwenye biashara yetu, kwa sababu I'm my own boss. Nitaamua hii training naweza nikahudhuria au nisihudhurie. Hakuna mtu anaweza akanifanya chochote, kwa sababu I'm my own boss. Nitaamua kazi nifanye kwa kiasi gani, kwa sababu I'm my own boss.
nitaamua simu yako niipokee au nisiipokee, because I'm my own boss. Sasa mimi nimekuelezea hivi vitu ili uone namna gani wewe kama mwanachama mpya inabidi uvitumie hivi kwa ajili ya kukusaidia wewe kukua kwenye biashara. Usije ukavitumia hivi kakufanya urudi nyuma. Sasa kampuni ya Forever ambayo wewe leo hii umeichagua kama njia yako ya kukusaidia kutimiza malengo yako, kama njia yako kukusaidia kukupa kipato, kukupa uhuru wa kipato, kukupa kipato cha ziada, hii kampuni ya Forever hii naomba utambue ipo kwa miaka 48. Kwa haya ambayo tunayoongea hapa leo wala sio kitu kidogo ambacho aliyekutambulisha kwenye biashara amekuelezea mnafanya kitu nyewe wawili. Hapana, nyewe ni sehemu ya biashara ambayo iko zaidi ya miaka 48. Na mimi kabla hata kuongelea nini tunafanya ili tufanikiwe, ni muhimu sana kwanza upate uhakika moyoni mwako ya kwamba nimeegemea kampuni ambayo naweza nikaiamini, nimeegemea kampuni kubwa. Forever ndo kampuni inayoongoza duniani kwenye kulima aloe vera na kuzalisha bidhaa za aloe vera. Wana mashamba makubwa sana, wana mashamba yapo Dallas, Texas, mengine yako Dominican Republic. Mashamba yao wameotesha miche ya aloe vera milioni 40, 40 million. Maana yake sio mchezo, ni kitu kikubwa mno. Hiyo ikupe ile amani kwamba yani hizi aloe vera hizi niuze tu, haziwezi kaisha. Lakini pia mashamba yetu yapo organic certified. Organic certified maana yake kuanzia shambani mpaka bidhaa inavyotoka kuja kwako wewe, wataalam wamepitia wakatupa muhuri ya kwamba kila mnachofanya nyie ni organic. Unajua, ili uweze kuwa certified organic ni process ndefu kweli kweli, na Forever imewachukua miaka mingi kuweza kupitishwa na kuambiwa nyie kweli ni certified organic. Kwa hiyo naomba wakati unazimarket hizi products, kuna wakati utakutana na mtu atasema bwana, hizi vitu vya viwandani siviamini, vinakuaga kemikali hatarishi. Well, mjibu kwa kujiamini kabisa ya kwamba sisi bidhaa zetu ni organic certified, tunalima aloe vera organically. Sasa kampuni ya Forever kuna kitu kimoja ambacho imefanya kizuri mno, wamecontrol mfumo mzima wa uzalishaji wa bidhaa kuanzia kwenye mashamba kule mpaka bidhaa inapokuja kwako wewe mtumiaji. Ile process nzima ile wanaicontrol wao wenyewe, na kwa sababu wanaicontrol wao wenyewe inakupa wewe urahisi. Kwa sababu gani? Kama hizi bidhaa zingekuwa zinazalishwa na watu tofauti tofauti, Forever haipo in control, bei zingekuwa zinabadilika kila kitu kila siku, lakini Forever ipo in control, ndio maana inakupa wewe urahisi. Lakini number 2, inakupa uhakika wa quality, kwa sababu maana yake ile process nzima ya uzalishaji wa hizi bidhaa Forever wanaisimamia wao wenyewe. So number 1, very important, umeingia kwenye mfumo wa biashara ya mtandao, mfumo mzuri sana, una manufaa. Lakini number 2 pia umeingia kwenye moja ya kampuni kubwa sana katika biashara ya mtandao. Sasa miaka 48 Forever ina support watu kwenye kufanya biashara. Nikwambie kitu kimoja, umeanza hii biashara lakini hautakuwa peke yako. You are not by yourself kwenye hii biashara. Tupo pamoja na wewe, tutakufundisha, tutakuongoza ili na wewe uweze kupiga hatua. Mimi miaka yangu 5 kwenye biashara, maana yake kuanzia na miaka 24, nimeanza biashara nikiwa na miaka 24 mpaka ninakuja kufika miaka 29. Ndani ya hiyo miaka 5 vipato ambavyo nimeingiza vikubwa. Kwa kijana mdogo nisingeweza kuwa na akili za kuweza kupanga mambo yangu, but kuna muongozo. Ndani ya miaka yangu 5, actually miaka 6, nimejenga nyumba ya kwanza, brand new car 0 kilometer within miaka 6 ya kwanza ya kufanya biashara. Why? Kwa sababu kuna mifumo ya kukusupport. Sasa as a company wametengeneza mfumo wa malipo ambao unakupa nafasi ya wewe kutengeneza vipato vikubwa. Baadaye nitakuonyesha namna ambavyo tunatengeneza pesa Forever na ufanye nini ili uweze kuongeza kipato chako. Lakini katika ulimwengu wa biashara ya mtandao, katika dunia ya biashara ya mtandao, kampuni ya Forever inatumia mfumo wa biashara, yani compensation plan yake inakulipa kuliko compensation plan nyingine yoyote ile.
Na mimi naongea maneno kwa uhakika sana, kwa sababu kuna research ambayo Forever walifanya, walitathmini makampuni mengi makubwa, and then wakagundua sisi compensation plan yetu inamlipa mtu 8% mpaka 10 zaidi ya kampuni ambayo ni namba 2 kwenye kuwalipa watu vizuri. So upo kwenye kampuni ambayo inakulipa vizuri sana. Na kwa nini tumeweza kusurvive kwenye biashara miaka yote hiyo? Kwa sababu Forever ina miongozo thabiti. Na wewe kama mgeni, naomba nikushauri, soma company policy. Hii ni sera ya kampuni. Ndani ya humu kwenye company policy utapata nini? Cha kwanza, utapata kujua kila benefit ambayo unaweza ukaipata kwenye Forever. Ukitaka kujua natakiwa kufanya nini ili nisafiri, vimeandikwa humu kwenye company policy. Natakiwa kufanya nini ili nikisafiri nipewe pocket money kubwa. Do you know, ukisafiri na Forever unaweza ukapewa pocket money mpaka $20,000. Yani pocket money yako wewe kwenda kutumia kwa siku 5, $20,000, zaidi ya milioni 50 ya Kitanzania. Unatakiwa ufanye nini? Unaenda kwenye company policy. Company policy pia humu ndani imeandika wewe kama mfanyabiashara unatakiwa ubehave vipi, ufanyeje biashara yako, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kutofanya ili uweze kwenda vizuri. Vyote unavipata kwenye company policy. Na kila mtu aga akijiunga kwenye biashara anapokea email. Najua nawe pia umepokea email kutoka Forever. Ile email ukienda pale ina link ya company policy. Nenda kaisome company policy taratibu mpaka utajikuta umeelewa vitu vingi sana kwenye biashara. Na why Forever imeweka hii miongozo ili kuhakikisha kwamba haupotei kwenye biashara. Lakini kingine ambacho mimi nitakushauri kama mtu mgeni kwenye biashara, hakikisha haubaki peke yako. Usifanye Forever mwenyewe. Usikae tu chumbani peke yako una post status, hapana. Connect na community ya Forever. Jiconnect na wana Forever wenzako. Utajiconnect nao vipi? Moja ya sehemu ya kujiconnect nao, nenda YouTube. Alafu utakuta page ya Forever inaitwa Forever HQ Tanzania. Utaikuta pale. Nenda Instagram Forever HQ Tanzania. Nenda kaifollow ile page. Kwa sababu kwenye ile page pale tuna post kama kampuni vitu tofauti ambavyo vinaendelea ndani ya Forever. Lakini pia utapata nafasi ya kujua mambo yanayojiri kwenye kampuni. Lakini pia kuna page ya Instagram ya Forever Global HQ Business. Ukienda kuzitafuta hizi page, unaenda kupata nafasi ya wewe kuwa unapata information zote zinazoendelea katika ulimwengu wa Forever. Now, very important, hii naomba ifanye leo. Nenda YouTube, alafu kai search hii page inaitwa Forever Tanzania HQ. Nenda ka search hii page, alafu utaipata channel ya Forever Tanzania HQ. Ukiipata hii channel, subscribe. Alafu kuna kisehemu utaona kimewekwa kama kikengele, click. Unapoweki click hicho kikengele, maana yake unaiambia YouTube Forever Tanzania wakiposti kitu utumiwe notification. Sisi kila wiki tunaposti trainings mpya kwenye Forever Tanzania HQ. Sasa wewe kukumbuka mwenyewe kwenda kule itakuwa shida, lakini ukiweka notification kila training inayokuwa posted kwenye page utakuwa unapata notification. Hapa sasa hivi ninavyoongea tumetoka kumaliza training very powerful ya social media ambayo inaenda YouTube. Kwa hiyo unaenda nawe kuipata kule kujifunza. Hii nayo pia itaenda YouTube pia vile vile. Kwa make sure unaenda. Sasa ukienda kwenye hii page ili usichanganyikiwe, fanya yafuatayo. Nenda kwenye playlist. Utaona kuna sehemu imeandikwa playlist. Ukiklik pale kwenye playlist, tumezipanga training kutokana na maudhui yake. Utaona kuna training zimeandikwa mafunzo ya biashara kwa FBOs. Maanake pale unaenda kujifunza mbinu za biashara. Utaona kuna training zimeandikwa mafunzo ya bidhaa. Maanake utaenda kujifunza bidhaa. Mule ndani tumeweka training zote za bidhaa. Ukiendelea tena utakutana na training za Kiingereza. Utakutana na FBOs trainings in English. Maanake ukienda pale unakutana na training za Kiingereza. Utakutana na products trainings in English. Ukienda pale unakutana za Kiingereza za products. Kwa hiyo in short, huwezi ukakwama kwenye hii biashara kwa sababu umeingia kwenye biashara ambayo tayari kuna support structure kubwa sana. Lakini pia kila wiki huwa tuna events nyingi tofauti zinaendelea kila wiki, na kuna wakati ratiba inabadilika, tunaiboresha. Kwa hiyo unapokuwa upo kwenye group zetu za WhatsApp unapata hizi ratiba zote. Lakini ratiba moja ambayo huwa hatuibadilishi
ni kila Jumatatu saa 2 usiku tuna session online ambayo inafundisha products na tuna session online ambayo inafundisha biashara kila Jumatatu saa 2 usiku. Ni mara chache sana itapita Jumatatu bila hii session. Kila Alhamisi saa 2 usiku tuna mkutano wa biashara ambao unaweza ukaalika wageni wako wasikilize, mtu akivutiwa anaenda kujiunga kwa kupitia wewe. Kila Jumamosi saa 9 tuna mikutano ya biashara sehemu nyingi tofauti tofauti. Mara nyingi mikoa yote mikubwa huwa tuna mikutano ya biashara kila Jumamosi saa 9 mchana. Lakini pia hivi karibuni imeanzishwa training nyingine kila Jumatano kama leo saa 11 jioni. Tunakuwa tuna darasa physically ambalo linafanyika pale Tanzanite Park kila Jumatano saa 11 jioni. Unafundishwa mbinu za biashara. Siku nyingine tunafundishana bidhaa. Hii ni maalum kwa ajili ya kukusupport wewe kama mwanachama mgeni usije ukakwama kwenye biashara. So tukisema ya kwamba upo kwenye biashara yako lakini haupo kwenye biashara peke yako, tunamaanisha kwa hutakwama. Hata kama leo hii bado umechanganyikiwa hujui uanzie wapi, don't worry. Tunayo tayari plan ya kukusupport ili uweze kusonga mbele vizuri. Sasa ili uweze kufanikiwa, Forever tumekutengenezea misingi ambayo inakupa mwongozo. Kuna hichi kitabu tunakiita First Steps to Manager. Naomba niulize hapo kwenye chat, kwa especially kwa ambao ni wageni, wangapi ambao wamepata nakala ya hichi kitabu? Kila mwanachama mgeni unatakiwa upate nakala ya hichi kitabu. Kila mtu mgeni anatakiwa apate. Kama bado hujapata, feel free kuandika hapo mimi bado. Kama umeshapata, nenda hapo kwenye chat andika mimi nimeshapata. Nataka tu nipate idea nione je, hichi kitabu kimezama kiasi gani, especially kwa wanachama wageni. Kila mwanachama mgeni unatakiwa upate kopi yako ya hichi kitabu. Vinapatikana hapo ofisini. Ukianza na mtaji kamili utapewa hichi kitabu bure, kipo ndani. Kama ukuanza na mtaji kamili una uwezo wa kwenda kukinunua wewe mwenyewe. Kwa hiyo kitabu hicho ni muhimu sana. Ngoja nipitie hapa kwenye chat kidogo nione. Alright, naona kuna mtu bado pale. Bado nimepata mimi bado. Ninacho bado tayari bado. Alright. bado tayari. Kwa kuna ambao bado na kuna ambao ni tayari. Sasa mimi naomba sana kama bado hujakipata, tukimaliza tu mkutano, hata sasa hivi mtumie message ambaye amekuingiza kwenye biashara, mwambie nahitaji hichi kitabu First Steps to Manager, kwa sababu hichi kitabu humo ndani tumejaza miongozo ambayo itakusaidia uweze kufanikiwa. Na ukifungua hichi kitabu mwanzo kabisa kinaanza kuongelea jambo la msingi zaidi, kuweka malengo. Uweze ukaanza jambo jipya alafu haujui unataka kuachieve nini na hilo jambo jipya. Kwa hiyo unapofungua hichi kitabu utaonyeshwa viongozi wa Forever kimataifa mpaka Afrika, and then tunaanza kwenye kuweka malengo na wewe. Na hii ni hatua ya kwanza muhimu sana. Unapoanza jambo lolote, kama hauna malengo nalo, hauwezi ukalipambania kwa uthabiti, hauwezi ukalikamata ukalishika kwa uthabiti. Na kuna swali hapa ambalo mimi ningependa nikuulize pia kwa mgeni ambao upo hapa. Nataka ujaribu kuimagine ukiingiza milioni 25 ndani ya mwaka mmoja. Tuseme mwaka wako wa kwanza wa biashara ukaingiza milioni 25 kutoka Forever. Nataka uwaze hii milioni 25 utaipeleka wapi? Itaenda kufanya nini hii milioni 25? Una malengo gani sasa hivi ambayo yataenda kuichukua hii milioni 25? Una vitu gani ambavyo unahitaji kuviachieve? Na ukienda kwenye hichi kitabu utaona malengo tumeweka katika vipengele vitatu. Malengo ya kwako binafsi, kuwaza hivi nikiingiza milioni 25 ndani ya mwaka, vitu gani personal ambavyo mimi navitaka? Inawezekana unataka kuhama sehemu unayoishi, unataka kubadilisha usafiri, inawezekana una deni unataka kulimaliza. Alafu kuna kipengele cha pili cha malengo ya kifamilia. At family level, nani kwenye familia yako ambao ungependa kumsupport? Nataka uiwaze milioni 25. Ukiipata milioni 25 utafanya nayo nini? And then mwisho, lengo la kifedha. Je, unataka kusave pesa kiasi gani? Unatamani kuwekeza kiasi gani? Na just for the sake of kuona na kuhakikisha kwamba tunaenda sawa, ningependa niwakaribishe mje kwenye chat and then uniambie
wewe ukiingiza milioni 25 ndani ya Forever utaipeleka wapi? Na wakati unaandika hapo ukiingiza milioni 25 utaipeleka wapi, mimi nitashare na wewe moja ya kitu ambacho sisi kimetusaidia sana kwenye biashara. Sisi kila mwaka ukianza huwa tunaweka malengo. Nikisema sisi namaanisha mimi na mke wangu, tunafanya hii biashara kwa pamoja. Tunawekaga malengo. Haya malengo ambayo tunayaweka yanatupa mwongozo kwenye Forever tunatakiwa tufanye nini, lakini pia yanatupa mwongozo tukipata pesa Forever iende wapi. Kwa malengo yatatofautiana. Sasa hivi umri ambao tupo, moja ya kitu ambacho tumekiwekea nguvu sana sisi ni uwekezaji, investments. Kwa mwaka ukianza huwa tunaorodhesha project za uwekezaji ambazo tunataka tuzitimize ndani ya huo mwaka husika. Labda tunataka kujenga nyumba, labda tunataka kununua viwanja, tunataka kununua shares, tunataka kuweka akiba UTT. Tunaweka yale malengo ambayo tunayataka sisi, alafu tunapiga hesabu yale malengo yanahitaji pesa kiasi gani. Yanatupa mwongozo wa kuhakikisha ya kwamba tunapambana. Alafu kuna kitu ambacho kwenye maisha huwa kinatokea, unachokiwaza kinakuja. Ukiwaza sina hela, unashangaa hela kweli haziji. Ukiwaza nahitaji kuwa na investments, hela zinakuja za kwenda kwenye investments. So huwa tunaweka malengo namna hiyo. Labda unataka kununua gari. Kama unataka kununua gari, naomba uende deeper, ujiulize hivi gari gani unataka kununua, la shilingi ngapi hilo gari, kama ni rangi gani. Jiulize hayo maswali yote, yanakupa mwongozo ili ukiwa unaenda kupambana, unapambana huku kunajua kitu gani ambacho unaenda kukifanyia kazi. So naona hapa kuna mtu ameandika akipata milioni 25 ataenda kufungua ofisi kwa ajili ya Forever peke yake. Hongera sana. Mwingine ameandika investment, mwingine ameandika hapa ni kujenga nyumba. Yote haya ni malengo mazuri sana. Mwingine nitanunua kiwanja. Fantastic kabisa. Na wakati unayasema haya malengo, nataka tu utambue maneno yanaumba, na unapoandika lile lengo lako, unapolitamka lengo lako, unaiambia akili yako, unaambia ubongo wako ya kwamba mimi haya malengo kwangu ni muhimu. So ukisha kuwa una malengo, then unakuwa uko ready kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa ili uweze kufanya kazi, kuna vitu ambavyo ni muhimu sana kuvi understand. Kwa hiyo nitapitia shule. Naomba wageni ambao mmejiunga biashara hivi karibuni hapa sasa mnipe sikio lenu vizuri sana, maana ninaingia shule kidogo, tufundishane baadhi ya misingi kwenye hii biashara yetu. Wakati huo ngoja nipitie baadhi ya malengo hapa. Nitawekeza zaidi investment, nitawekeza kwenye ardhi na kilimo cha aloe vera. Malengo ya familia ni kumpeleka mama yangu kwenda kuhiji, na nina imani na Forever. Wow, imagine lengo likitimia, mmempeleka mama kuhiji. Na ukishakuwa na lengo kama hilo serious, linatoka moyoni, cha kwanza nitakushauri nenda kapige mahesabu, ujue linahitaji pesa kiasi gani. Ukishajua linahitaji pesa kiasi gani, inaanza kukuongoza kujua unatakiwa ufanye nini, uweke pesa kiasi gani kila mwezi, hilo lengo liweze kutumia. Okay? Mwingine nitampeleka mama Dubai. Fantastic kabisa. Kujenga nyumba, kuwekeza UTT. Wow, I love this. Nayapenda ya malengo ambayo tumeyaweka hapa. Fantastic kabisa. Nitatoa fungu la 10. Fungu la 10 hilo wala hata sio lengo. Hilo ni desturi. Yani kila hela unayoipata kisha unatoa nini? Unatoa fungu la 10. Fantastic. Sasa tuje kufundishana vitu basics. Kama ni mgeni kwenye biashara, na ashumu umeanza biashara, una wiki mbili, kuna vitu bado hujavielewa, na hapa tutapitia baadhi ya basics za biashara, alafu baada ya hapo tutatoa mwongozo ufanye nini ili uweze kusonga mbele vizuri kwenye hii biashara. Okay? Naona malengo yamenoga, yanazidi kuongezeka. Fantastic kabisa. Investment ya Forever Products, awesome kabisa. Sasa kuna vitu ambavyo nataka tufundishane. Ya kwanza, kuna neno utakuwa unalisikia mara nyingi, tunalita CC. Ili neno CC kirefu chake ni haya maneno mawili, case credit. Na CC au case credit ni kitu gani? Hizi ni point ambazo unazipata kila unaponunua bidhaa. Kwa unapofanya manunuzi yako ya bidhaa, umetoa shilingi 600,000 ukanunua bidhaa, Forever haitarekodi tu umenunua bidhaa za 600,000. Hapana. Forever itarekodi umenunua bidhaa za 600,000, na hizi bidhaa za 600,000 zimekupa CC kadhaa, kwa sababu kila bidhaa ina CC yake mule ndani. Ukaja labda wewe ni assistant supervisor, ukaja na 600,000 na 20,000 ukanunua aloe vera gel 10,
Kwa hiyo oda yako Forever atasema umetoa 620,000, umenunua aloe vera gel 10. Hiyo oda imekupa cc 1. Specifically imekupa cc 1.02. Sasa cc ndo ambazo zinatumika kukupima wewe umefanya biashara kwa kiasi gani. cc ndo ambazo zinatumika kusema wewe upo cheo gani. cc ndo ambazo wewe unazitumia pia kujipima kama unakwenda vizuri kwenye biashara au la. Sasa tuongelee vyeo vya Forever. Cheo cha kwanza Forever ambacho kila mtu anaanzia hapo tunakiita preferred customer. Preferred customer. Hichi cheo cha kwanza hichi ni cheo ambacho kinakuwezesha wewe kuwa mwanachama wa Forever, alafu kinakuwezesha wewe kununua bidhaa moja kwa moja kwenye kampuni. Na wakati unanunua bidhaa zako moja kwa moja kwenye kampuni, maana yake unapewa punguzo, na punguzo la bidhaa ambalo utalipewa ukiwa unanunua hapa ni dogo tu, punguzo la 5%. Kwa huyu mtu huyu ambaye yupo kwenye cheo cha preferred customer, kwanza kuna sababu kwa nini Forever imemuita customer, yani mtumiaji, huyu ni mteja. Forever inamchukulia huyu mtu hajaanza bado biashara. Huyu mtu amenunua bidhaa kwa ajili ya matumizi yake yeye. Kwa hiyo una uwezo wa kumsajili mtu kwenye Forever sio kwa ajili ya biashara. Ukamsajili akaingia akasema mimi nataka niwe mwanachama ili tu niwe natumia hizi bidhaa, atanunua bidhaa zake. Sasa unapokuwa upo kwenye cheo cha preferred customer, ili uweze kutoka hapo uende cheo cha pili ambacho ndo biashara inaanza. Biashara inaanza ukiwa assistant supervisor. Ili uweze kwenda hichi cheo cha pili KCC unatakiwa ufanye CC 2. Unatakiwa ufanye CC 2. Sasa CC 2 ni sawa na shilingi ngapi kifedha? CC 2 ni sawa na 1,265,000 kama utakuwa umenunua package maalum ya mwanachama mpya. Basi hiyo package maalum unailipia 1,265,000, tunaita start your journey pack, and then inakupa CC 2 na unapata cheo cha assistant supervisor. Lakini kuna mwingine ambaye hataki kupewa package, hataki kuchaguliwa na ofisi, anataka yeye achague bidhaa anazozitaka yeye. Ukichagua bidhaa unazozitaka wewe ili zikamilishe CC 2, utahitaji kununua bidhaa za 1,685,000. Kwa maana yake utapata mzigo mkubwa zaidi na utakuwa na uhuru wa kuchagua bidhaa unazozitaka. Sasa hizi CC 2 sio watu wote wana uwezo wa kuzilipa kwa mara moja. Forever inakupa mpaka miezi 2 mfululizo inayofuatana. Kwa hiyo ukishindwa kutoa 1,685,000, unaweza ukasema mwezi huu unaanza na 800,000, nikanunua hizo bidhaa, nikauza. Kumbuka ukienda kuuza hizo bidhaa, wewe bado upo kwenye cheo cha preferred customer. Ni kama vile hela yako inarudi na faida ndogo tu. Utapata faida ya 5%. Yani kwenye 100,000 unapata 5,000. Kwa kama ni 800,000 utapata faida ya 40,000. Si haba, lakini lengo sio faida hapo. Lengo ni wewe uzungushe huo mtaji ili ufike hapa assistant supervisor. Ukishafika hapa assistant supervisor kwa kukamilisha CC 2 ndani ya miezi 2 mfululizo, hapo sasa ndo biashara inaanza. Sasa ukishafika assistant supervisor, hatuishii hapo. Nitakuonyesha vipato ambavyo utakuwa unavitengeneza, lakini lengo utoke hapo uende cheo kinachofuata, supervisor. Supervisor unaipataje? Kwa kufanya CC 10 ndani ya mwezi mmoja. Ukifanya CC 10 ndani ya mwezi mmoja, unapanda cheo unakuwa supervisor. Ukiwa supervisor, bei yako ya bidhaa inazidi kupungua, bonus ukiingiza watu inazidi kuwa kubwa. Kutoka supervisor utakwenda assistant manager, CC 60 ndani ya miezi 2 mfululizo inayofuatana. Ukitoka assistant manager unakwenda manager. Manager CC 120 ndani ya miezi 2 au 150 ndani ya miezi 4. Sasa usiofu, najua kama ni mgeni sana kwenye biashara na unasikia ya masisi miezi 2 sasa hivi umeshaanza kuchanganyikiwa, wala usiofu. Tutakupa mwongozo. Mwezi wako wa kwanza wa biashara uweke nguvu wapi, mwezi wako wa pili ufanye wapi, ili uweze kukua mpaka ufike manager. Sisi lengo letu ufike cheo cha manager ndani ya miezi 6 mpaka miezi 8. Ila uwe kichwani jiwekee mwaka, kwamba huu mwaka, ndani ya mwaka wako wa kwanza wa biashara hakikisha unamaliza cheo cha nini, cha manager. Na baadaye tutakuonyesha mifano ya watu wamefika manager ndani ya miezi 3, miezi 4. Mimi nasemaga hao ni watu ambao wameenda kwa speed sio ya kawaida. Kwa wala sitaki ufanye hii biashara
huku ukiwa naamini na wewe utaenda manager miezi mitatu, alafu isipotokea ndani ya miezi mitatu wisi kama vile pengine wewe unashindwa. Hapana, hapana. Kila mtu safari yake waga inakuwa tofauti kwenye biashara. Sasa tukitoka hapa kwenye kuunderstand hivi vyeo, nataka tu nikuonyeshe why ni muhimu twende manager. Kwa nini muhimu twende manager? So ukishakamilisha mtaji wako, tunakuita assistant supervisor. Umefanya CC 2 aidha kwa mara moja au kwa ndani ya miezi miwili. Hapo ndo biashara inaanza. Ukiuza bidhaa unatengeneza faida. Ukimuingiza mtu kwenye biashara unaanza kulipwa bonus. Kabla hujawa assistant supervisor uwezo ukalipwa bonus. Sasa ukiwa assistant supervisor, kazi yako ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba haupungui CC 4 kwa mwezi. Usishuke CC 4. Kwa sababu unaposhuka CC 4 maana yake kuna pesa unazipoteza. Kuna pesa forever itaka kukulipa. Hiyo pesa hiyo anaenda kulipwa mtu mwingine kwa sababu wewe hujakamilisha CC ngapi? CC 4. Na nitakunyambulia hii CC 4 zinakujaje. Kila mwezi forever inasema wewe kama wewe nunua bidhaa za walau CC 1 kwa jina lako. Kila mwezi nunua bidhaa za walau CC 1 kwa jina lako. CC 1 ni kama 620. Kila mwezi nunua bidhaa za CC 1 kwa jina lako. Alafu ingiza watu au wewe mwenyewe endelea kununua bidhaa mpaka zikamilishe CC 4. Zikifika CC 4 then wewe umekuwa active kwenye biashara. Unapokuwa active kwenye biashara maana yake unaanza kunufaika kwenye upande wa vipato. Sasa nataka nikupe mfano mmoja hapa. Ukinunua bidhaa za CC 1 wewe kama assistant supervisor, ukinunua bidhaa za CC 1 ukaenda kuziuza, hizo bidhaa zitakuingizia faida ya shilingi 260,000. 260,000. Ukimuingiza mtu kwenye biashara akanunua bidhaa za CC 2, CC 2 tumesema ni aidha 1,265,000 au 1,685,000. Wewe utalipwa bonus 305,000. Sasa CC 1 umeuza 260,000. Umemwingiza mtu mmoja 305,000. Tumesema tusichuke CC 4. Ningependa upige mahesabu. Ukiuza CC 2 alafu ukaingiza mtu ameingia na CC 2, utaingiza kipato kiasi gani ukiwa cheo cha assistant supervisor? Ili uanze kupata picha wewe kama assistant supervisor una uwezo wa kuwa unaingiza kipato gani ukiwa cheo cha kwanza kabisa cha assistant supervisor. Nani anaweza akanipigia hizo hesabu? Ukiuza CC 2 na ukaingiza mtu wa CC 2 kwa mahesabu ambayo nimeandika hapo, as an assistant supervisor utaingiza kipato kiasi gani? Utakuwa umekamilisha CC 4 na utakuwa umeingiza kipato kiasi gani kwa kuuza CC 2 pamoja na kuingiza mtu mmoja wa CC 2 ambayo itakupa bonus ya shilingi 305,000? Utakuwa umeingiza kipato kiasi gani? Tupige hapo mahesabu hapo, alafu niandikie hapo ili upate picha. Wewe kama assistant supervisor ukahakisha unafanya hizi CC 4 ambazo tunakushauri wewe unafanya, utakuwa unaingiza kipato kiasi gani? So kiwango sahihi ni 825,000. Maana yake umeingiza walau shilingi 825,000. Sasa ukiwaza 800,000 kwa kufanya CC 4 bado hata hujapanda cheo tayari umeshaingiza 800,000. Ni kipato kizuri. Na wewe kama ni mgeni kwenye biashara, lengo letu sisi uanze kuingiza hichi kipato kuanzia mwezi wako wa kwanza wa biashara. Lakini nataka utambue kitu kimoja. Hii 800,000 imetokana na maeneo mawili. Faida ya wewe kuuza bidhaa na bonus ambayo forever imekulipa. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na malengo ya maisha, kwa sababu usipokuwa na malengo unaweza ukauza bidhaa, faida ukala, na hata mtaji pia unaweza ukaula, kwa sababu hakuna lengo ambalo umelipanga. Lakini ukiwa na lengo, unajua kabisa huu mwezi naenda kufanya biashara ya CC 4, nitaingiza 825,000. Nikiingiza hii 825,000. Bye. Yes. Bye, I'm working. Jamani, nimetembelewa na baby girl hapa. So ukishajua kwamba hii CC 4 naenda kuingiza 825,000, hii 825,000 unaweza ukaanza kuiwekea mkakati, ukaanza kujiuliza hii hela itaenda wapi? Kwenye hii 825,000, 50,000 nitamtumia mama,
hii 8,825, 100,000 nitaipeleka UTT. Hii 8,825, 200,000 nitaenda kuiweka UTT kwenye mfuko maalum wa kuchanga hela ya kwenda kununua kiwanja mwisho wa mwaka. Hii hela ndogo ambayo unaanza nayo tayari unakuwa unajifunza namna ya kuipangia, kwa sababu usipojua namna ya kuipangia, ndio maana tunasema Forever itakupa pia structure kwenye maisha. Usipojua namna ya kuipangia hii pesa, itaingia alafu itapotea. Usipojua namna ya kuipangia hii pesa, unaweza ukaidharau. So 4cc hiyo ndo minimum, yani usikubali kushuka 4cc. Sasa hapa nimetoa mfano wa mtu ambaye yupo kwenye cheo cha supervisor. Nataka nikupe mfano ukiwa cheo cha manager. Manager akiuza cc moja anatengeneza faida 420,000. Akiingiza mtu wa cc 2 analipwa 489,000. Naomba upige mahesabu. Manager akifanya cc 4 kwa kuuza cc 2, alafu kwa kuingiza mtu wa cc 2 ataingiza shilingi ngapi? Naomba uende kwenye mahesabu hapo, alafu niambie anaingiza kiasi gani. Na kwa nini nakuonyesha hichi kipato cha manager? Ili pia uweze kujua ya kwamba yani unavyozidi kuchelewa kuwa manager, kuna hela ambayo unakuwa unaipoteza kubwa kweli kweli. Kila mwezi kuna hela ambayo ulitakiwa uipate, alafu wewe unaikosa just because wewe sio nani? Wewe sio manager. Kwa pambana uweze kuwa manager mapema, kwa sababu unapokuwa manager mapema, maana yake utaweza kumaximize effort yako. Na ameshapiga mahesabu hapo, and then ukatuambia utakuwa umeingiza kiasi gani. Kuna mtu ameuliza ukilogin kwenye page uone zile recap. Naomba uje inbox, nitakuonyesha recap zote zipo kama kawaida, ila utazikuta kwenye FLP 360. Kwa hiyo ukilogin nenda FLP 360 alafu utazipata pale recap. 1,329,000, si ndio? As a manager. Na ukipiga mahesabu hapo, maana yake manager anatengeneza zaidi ya 500,000 zaidi ya assistant supervisor. 500,000 kwa mwezi ni 6,000,000 kwa mwaka. Kwa hiyo mwaka ukipita ujawa manager, ushaibiwa 6,000,000. Yaani umepoteza 6,000,000. Usiachie hiyo hela ipotee. Na hapo kumbuka nimetoa mfano wa CC za chini kabisa, CC 4. Ukiwa manager au utakuwa unafanya CC 4, utakuwa unafanya CC nyingi zaidi. Maana yake automatically unaenda kutengeneza pesa kubwa zaidi. So muhimu sana weka kiu cha kufika manager haraka, na nitaonyesha mfano wa namna gani unaweza ukatoka assistant supervisor mpaka kufika manager ndani ya miezi michache inayofuata. Sasa kuna mwongozo ambao unataka uweke kichwani. Cha kwanza kabisa, kama upo hapo unanisikiliza na bado hujawa assistant supervisor, pengine bado unamalizia mtaji wako, naomba umalize mtaji wako haraka sana uwe assistant supervisor, kwa sababu kabla hujawa assistant supervisor hakuna biashara ambayo inakuwa inaendelea. Namba mbili, hii ni hatua ya kwanza, anza biashara, kuwa assistant supervisor. Hatua ya pili, anza kufanya 4cc, kwa sababu 4cc inaenda kukupa ile pesa ile ambayo tumeiongelea. Ukishamaliza 4cc, then tunakwenda kuwa supervisors. Ukisha kuwa supervisor, unamaliza unaenda kuwa nani? Unaenda kuwa manager. Na nitakunyambulia zaidi namna gani unaweza kupita kwenye hizi hatua, namna gani unatoka hapa all the way mpaka manager. Sasa hii 4cc ambayo nimeitaja mara nyingi nimeielezea, nataka nikuonyeshe, nikunyambulie zaidi. Cha kwanza, 4cc hicho ndio kiwango cha chini ambacho Forever inakushauri ufanye kila mwezi. Kwa maana nyingine, Forever inakushauri kila mwezi ingiza sio chini ya shilingi 800,000 kila mwezi. Imagine umeanza biashara ambayo unaambiwa tafadhali usishuke shilingi 800,000 kila mwezi. Kwa kufanya nini? Kwa kufanya 4cc. Na unaweza ukafanya 4cc ukapata 1,000,000. Maana ukiuza zile cc 4 zote ni sawa sawa na 260,000 mara 4. 260,000 mara 4 ni 1,140,000. Hii ni minimum recommended. Inakuhakikishia kwamba unatengeneza pesa. Hii inakupa nafasi ya wewe kuweka tofali lako la kujenga biashara. Tunasema hii ndo hatua ya kukusaidia kujenga biashara. Na ndo kitu ambacho Forever wanakitumia kujua wewe kama uko active kwenye hii biashara au nini au la. Sasa 4cc unaifanyaje? cc moja unaifanya wewe kama wewe. Kwa wewe kama wewe usikose kununua bidhaa za cc moja kila mwezi. cc 3 ambazo zimebakia una option 2. Either utazinunua wewe au utamuingiza mtu kwenye biashara. Ili mradi jumla wewe na watu ambao umewaingiza wapya kwenye biashara moja kwa moja kwako, jumla wakamilishe cc 4.
ila moja ya kwako hii lazima iwepo. Sasa kwa sababu hii 4cc ni minimum, hata siku moja hatuweki lengo la mtu kufanya nini minimum. Siku zote tunaweka lengo kubwa zaidi. Kwa nini ufanyie kazi minimum? Kwa nini usiweke lengo la kufanya 5cc? 5cc. Na ndio maana sisi kwenye Forever watu wote wanaofanya 5cc huwa kuna kitu extra tunawaongezea. Watu ambao wamefanya 5cc mwezi Julai na mwezi June, baada ya wiki 2-3 hapa, wiki 2 tunaenda nao Irente Lushoto kuenjoy. Kila kitu wamelipiwa. Watu ambao watafanya 5cc mwezi huu tutashare September tunaenda kuwapa kitu gani. Lakini muhimu kuliko vyote, ukifanya 5cc umeshatengeneza 1 million. Sasa ili uweze kuachieve 4cc, uweze kuiachieve 4cc, kwanza wewe mwenyewe tumia product. Usiache kutumia product. Now, naelewa ukiwa mgeni and then nakwambia tumia product, probably unasema Enos, unataka nifungue 88 aloe vera gel ile nifungue mimi niinywe. Hiyo Enos utaongea, yani hata mate ya kutoke, mimi situmii hiyo aloe vera gel. Sasa kwa nini ni lazima utumie product? Na nitakupa mkakati namna gani unaweza kuzitumia hizi product. Kwa nini lazima utumie product? Hakuna kitu kina nguvu kama ile imani inayotoka kwako ndani. Kibiashara, moja ya kitu ambacho kitakupa mauzo makubwa ni wewe kuonekana pia ni mtumiaji wa hizi product. So wewe kutumia ni muhimu. Lakini pia hii ni biashara ya unachofanya wewe na watu waliokuzunguka wanafanya hicho hicho. Kwa imagine una timu kubwa, alafu timu yako hakuna hata mmoja anayetumia product. Ni CC nyingi sana umezipoteza. Imagine umezungukwa na ndugu zako, hakuna anayetumia product kwa sababu wewe hutumii. Sasa cha pili, uza hizi products. Tunataka tukamilishe hizi CC 4, au sio? Tumia. Namba 2, uza. Usipouza hautapata hela ya kununua. Usipouza utashindwa kufanya CC 1 kila mwezi, utashindwa kufanya CC 2. Usipouza ile faida ambayo tumeonyesha pale 260,000 hautaipata. Ile 520,000 faida ya kuuza CC 2 utaikosa, kwa lazima uuze. Cha 3, recruit, ingiza watu kwenye biashara. Usipoingiza watu kwenye biashara, labda unaweza ukakuwa mpaka supervisor, lakini uko manager kufika bila ya kuwa na team haiwezekani, ama niseme ni ngumu sana. Sasa utawezaje kufanikisha haya yote? Ya kwanza nije hapa kutumia. Kuna mahesabu tumesha kupigia. Ukiuza product 3, product yote ile, ukiuza 3, utatengeneza faida ambayo inakuwezesha kununua ya 4. Kwa kama wewe unataka kununua aloe vera gel kila mwezi, kunywa aloe vera gel kila mwezi, halafu hauna pesa ya kununua aloe vera gel ya kunywa, uza 3. Ukiuza 3, umepata faida ambayo inakuwezesha kununua ya kwako wewe. Unatamani kunywa Ag Plus, bidhaa bei kubwa, kila mwezi, uza Ag Plus 3, utapata faida ya kuwezesha wewe kununua ile ya wewe kutumia. So ili uweze kutumia hizi product, especially ukiwa mgeni na pengine umeanza wakati upo kwenye hatua za awali za maisha, then uza 3, ya kwako wewe ni bure. Lakini mimi nikushauri kwenye ule mzigo wako wa kwanza, wekeza kwenye afya yako, pia wekeza kwenye mwili wako. Fungua hata deodorant, fungua ile 20,000 na kitu, fungua lip balm 10,000 na kitu, fungua. Ukiona unashindwa kufungua aloe vera gel, fungua deodorant, lakini tumia walau product moja. Sasa tuongelee namna gani utaweza kuuza na kuingiza watu wakati wewe bado ni mgeni. Yaani wewe ni mgeni, haujaelewa hii biashara, hauna uwezo wa kufanya presentation, haujaelewa hizi bidhaa. Utawezaje kuuza? Utawezaje kuingiza watu kwenye biashara? Mimi nitakupa strategy moja nyepesi sana ambayo itakusaidia kwa wewe ambaye ni mgeni kabisa uweze kukua kwenye biashara. Cha kwanza, nataka utambue tupo kwenye kazi yetu sisi ni moja tu kwenye Forever, kufikisha elimu kwa watu. Tupo kwenye information giving business. Kazi yetu ni kufikisha elimu kwa watu. Sasa kama kazi yetu ni kufikisha elimu kwa watu, ili upate mafanikio inabidi uhakikishe unafikisha elimu kwa watu kwa haraka, speed, lakini pia elimu hiyo ifike kwa watu wengi, quantity. Cha 3, hiyo elimu ifike kiukamilifu, quality. Naomba ukumbuke vitu vitatu. Fikisha information kwa haraka kwa watu wengi, lakini information ambayo ni sahihi. Sasa ukiwa mgeni bado hapo utajiuliza, Enos,
hiyo information ambayo ni sahihi nitaifikishaje wakati mimi mwenyewe sina hiyo information ambayo ni sahihi? Nitakupa hapa mwongozo. Tumia watu tofauti na wewe, tumia third party tools. Na maanisha nini hii? Yani kama mgeni unanisikiliza, this is very important kwako wewe, ili uweze kugrow very fast, ili usisubiri mpaka umesoma bidhaa zote 50 umezielewa ndo uanze kuuza. Hapana, unaweza ukatumia nyenzo, tools. Tools ni kama zipi? Ya kwanza, shuhuda. Tuna shuhuda za watu. Kuna dada mmoja alitoa shuhuda ya mwanaye ambaye alikuwa na changamoto ya usoji. Yani hiyo shuhuda moja hiyo imeongeza mauzo ya Arctic Sea, tunauza kuliko ambavyo tumewahi kuuza. Shuhuda hii moja. Kutumia shuhuda za watu wengine. Wewe unaweza ukaichukua tu ukaipost kwenye status na ukauza. Number 2, tools. Kuna tools ambazo sisi tumezitengeneza. Kuna vitu tumetengeneza vya kukusaidia kufikisha elimu kwa watu. Kuna maelezo ya bidhaa tumetengeneza. Kuna video tumetengeneza. Alafu siku hizi ChatGPT inakusaidia. Unaweza ukateza tools zako ukazitumia kwa ajili ya kupromote bidhaa. Tuna tools tayari tumezitengeneza kwa ajili ya kukusaidia kupromote biashara. Lakini pia tuna mikutano, events ambazo tunazifanya kila wiki. Kwani tuna mikutano mingi sana Forever? Kwa nini kila wiki tuna presentations? Kwa sababu tunataka kukupa nafasi ya wewe kuhakikisha ya kwamba watu wako ambao wanataka kuelewa hii biashara upate mahali pa kualika. So hizi events hizi zitumie kualika watu wako waje wasikilize, wapate hii elimu vizuri. Number 3, watu. Kuna mtu anaitwa kiongozi wako kwenye biashara. Naomba umsumbue, umtumie, umconnect na watu wako, umwambie na mtu hapa, naomba ongea naye. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji kufikisha elimu kwa haraka kwa watu wengi, na elimu ambayo ni sahihi. Sasa ukisubiri paka wewe uwe mtaalam, utapita mwezi mmoja, miezi miwili, bado hujawa mtaalam, hakuna elimu umefikisha kwa watu, utakwama kibiashara, hautaweza kukua kwa haraka. Na tumesema leo tumekutana hapa ili uanze kiu sahihi, ukue kwa haraka, lakini pia ili uweze kujenga biashara imara. Hizi ni tips za kukusaidia uweze kukua kwa haraka. Sasa tukiongelea kuuza kwa mtu mgeni kabisa, yani naashumu umeanza biashara leo, sio una miezi mitatu wewe tayari ni mwenyeji, umeanza biashara leo. Hivi wewe unawezaje kuuza kitu ambacho bado hujakielewa? Very simple. Tumia third party tools. Tumia hizi tools ambazo nimeziongelea, stories za watu wengine, content za watu wengine. Tumia mikutano, mtumie kiongozi wako. Ukitumia hivyo una grow haraka, na unaweza ukafanya hivyo in a very structured way. Cha kwanza kabisa, rudi kwenye watu ambao unafahamiana nao, and then weka mkakati wa kuwafikishia hii elimu. Kumbuka tupo kwenye biashara ya kufikisha elimu. Weka mkakati ya kuwafikishia elimu kwa haraka watu wengi na elimu ambayo imekamilika. Utafanyaje? Na wewe ni mgeni, watu unao kwenye simu yako A to Z. Utafanyaje? Moja ya kitu ambacho tunakushauri ufanye, andaa product launch, uzinduzi wa bidhaa zako. Umeanza biashara, kuna watu hawajui kama umeanza biashara, si ndio? Izindue ile biashara yako. Hii product launch tunafanya nini? Ni mkutano maalum kwa ajili yako wewe tu, yani wewe ndo ambao unaalika watu kwenye huo mkutano, sawa? Alafu mtu ambaye ana uzoefu atakuja kuongea kwenye huo mkutano, atakufundishia wale watu wa kazi yako ni kuwaalika kwenye huo mkutano. Utapata order, utauza sio kwa sababu wewe umekuwa mtaalam, utauza kwa sababu kuna mtaalamu ameongea na watu wako. Sasa ukianza biashara alafu watu wako wote unaongea nao peke yako, utakwama, kwa sababu pengine unaongea na watu wengi, pengine unaongea nao kwa haraka, lakini quality ya information yako itakuwa haijakamilika. So mtumie kiongozi wako. Number 2, rahisi sana, status zisikauke. Hiyo kila mtu anaweza akafanya kiurahisi sana. Unawa inbox watu, unawapigia watu simu kuwatambulisha kwenye biashara, kuwatambulisha kwenye bidhaa. Sasa watu wakati unawa inbox hapa, hakikisha unapata mwongozo. Kumbuka wewe ni mgeni, una siku mbili kwenye biashara. Unapata mwongozo kutoka kwa kiongozi wako. Nikimpigia mtu simu naongea naye nini? Mtu akiingia kwenye biashara alafu ni mgeni akapiga simu, anaweza akakoroga mambo, si ndio? Lakini kama kiongozi wako anakusaidia, anaweza yeye akapiga simu wewe ukasikiliza, ameongea kwa niaba yako, akapiga simu 3. Baada ya hapo hata yeye anatarajia na wewe sasa uanze kupiga. Unaweza ukampigia mtu simu ukamwambia niko hapa na kiongozi wangu, naomba tuongee naye kwa pamoja. Kiongozi wako akaongea na mtu wako kwa niaba yako. Most important, naomba ukumbuke
tumia zile third party tools. Okay? Njia nyingine ambayo wewe kama mtu mgeni unaweza ukaitumia kupata wateja haraka sana, kuna wale watu ambao mmeshibana, unaweza ukamfuata ukaongea naye ukamtambulisha. Lakini pia uzuri, unajua Forever tuna advantage moja, hizi bidhaa tayari zinafahamika, kuna watu wengi washai kuzitumia. Kwa kuna watu ambao leo utawafuata watanunua bidhaa, wala sio kwa sababu wewe umewafundisha vizuri, hapana. Watanunua kwa sababu moja tu, wewe umeenda kuwaonyesha ile bidhaa, tayari alikuwa anaifahamu, tayari alikuwa na utayari wa kununua, wewe tu umemfikishia pale. Lakini hatutaishia hapa kwenye watu tunaofahamiana nao. Ili uweze kuuza pia tutakufundisha namna ya kupata watu wapya, na I'm so happy kama unasikiliza hii meeting live leo, kama ni recording unaweza ukaenda kwenye YouTube ukaenda kutafuta hizi training. Leo tumeanza series ya training za social media ambazo zitakusaidia kuweza kupata wateja wapya nje na watu ambao unafahamiana nao. Tumeanza leo. Kwa ukianza biashara hii wewe kama mgeni, don't worry, tutakufundisha namna ya kuweza kupata wateja wapya. Kuna kitu tunaita kuboost. Ukiposti kitu pengine utapata watu wachache tu wamekiona. Ukikiboost hicho kitu ambacho umekipost, kitaenda kuonwa na watu zaidi ya 100,000. Katika hao watu 100,000 walioona, kuna watu 50, watu 100 ambao watarespond kwenye hilo tangazo lako. Hawa watu 50, 100 watakao respond, kuna 5 ambao wanaenda kununua bidhaa. Kwa kila unavoboost unaenda kupata nini? Unaenda kupata wateja. Sasa tuongelee recruiting, kwa sababu tumesema ili 4C's ziishe. Number 1, tumia product. Number 2, uza. Number 3, lazima urecruit. Unawezaje kurecruit alafu wewe ni mgeni kwenye biashara? Hatua ya kwanza, andika orodha ya watu ambao unatamani kuwatambulisha kwenye biashara. Naomba usiiruke hii hatua ya kuandika orodha. Hii ni hatua ambayo watu wengi wanairuka, na kwa sababu wanairuka wanajikuta wameongea na watu siku 3-4, alafu wanahisi kama sina watu tena wa kuongea nao, kwa sababu tu ameiruka hii hatua. Na unajua kwa nini ameiruka? Kwa sababu I'm my own boss. Yani mimi kama nimekuingiza kwenye biashara, naweza nikakwambia andika orodha, lakini wewe kichwani ukasema mimi siandiki, because you're your own boss. You see vile vitu nilivyosema vizuri kuhusiana na biashara yetu, lakini ndo sababu kwa nini watu wengi wanafeli. Moja wapo ni hicho, I'm my own boss, kwa sitaandika orodha. Andika orodha ndugu yangu. Chukua hiyo simu yako, pita A mpaka Z. A mpaka Z. Ukikutana na mtu unamchukia, umpendi, yani utaki kusikia hata sauti yake, unamruka, haumwandiki. Maana una haja ya kufanya biashara na watu unawachukia. Unamruka yule mtu. Wengine wote waandike. Humo ndani humo kuna dereva alikuletea delivery, ukamsave delivery chapati, muandike delivery chapati. Utampigia huyo mtu simu siku, alafu utamtumia video, ataangalia, utashangaa amependa biashara. Atakapoanza kudeliver chapati kwa watu wengine, utashangaa anaanza kupata wateja huko huko. So andika hiyo orodha, usiache. Orodha hii tunasema tuanze na walau majina 100. Sasa hii orodha hii ukishaiandika hii, mimi naomba kuna kitu fulani hivi ufanye kitakachokusaidia. Andaa orodha fupi ya kwanza. Orodha fupi ya kwanza. Tutakuwa na orodha 2. Moja kubwa ina majina mengi utayafanyia kazi kila siku. Afu andaa orodha fupi ya kwanza. Hii fupi ya kwanza pengine itakuwa na majina 10 labda mpaka 20. Fupi ya kwanza. Hii fupi ya kwanza hii uweke wale watu wako ambao mmeshibana. Wale watu ambao unajua Enos, huyu mtu huyu nikimpigia simu leo nikamwambia kesho naomba nipite ofisini kwako, ananiambia karibu. Wale watu ambao ni chap chap, you remember speed. Huyu ni mtu ambaye nikimpigia nikamwambia nimeanza biashara, nahitaji support yako na utanisupport kwa kununua bidhaa kwangu. Atasema niletee. Hiyo orodha yako ya watu wa kwanza ni mtu ambaye ukimwambia nimeanza biashara, naomba ni connect na kiongozi wangu, ana uzoefu, ana mafanikio, unaniruhusu nimpe namba ya kupigia? Atakwambia of course, mpe namba anipigie. Andaa kwanza orodha fupi ya wale watu wako mmeshibana, ili umeanza biashara leo, kesho tayari activities zinakwenda haraka. Moja ya kosa watu wengi wanafanya ni anaanza biashara leo, zinapita siku nyingi, wiki, bado hajaanza kuongea na watu. Ameposti tu status, hajaanza kuongea na watu. Unakuwa unachelewa. Kuandaa hiyo orodha, lakini orodha ziwe 2. Ya kwanza mimi napenda kuita ni hot prospects, wale prospects wako wa moto. Alafu nyingine orodha ya watu wengine wote. Let me tell you, ako kitu kadogo ako, naomba niongee na kwa wanachama wa muda mrefu.
Hakisha mtu wako mpya unayemuingiza, mwambie aandae orodha za aina mbili, alafu anza kudili naye kwanza na hiyo hot prospects kwanza, kwa sababu hiyo itampa matokeo haraka haraka. Baada ya kuandaa orodha, kinachofuata baada ya hapo ni kumcontact huyo mtu. Kumcontact ni nini kwenye Forever? Ni kuanzisha naye mawasiliano ili umuulize kama angependa kupata maelezo zaidi. Sasa tumetengeneza document ambayo inakufundisha namna ya kumcontact mtu, na watu tumeweka katika makundi matatu. Waliokuzidi, kuna wale watu wamekuzidi, wale hata ujue unaanzia naye vipi. Pengine una namba ya waziri kwenye simu yako, unasema Enos, nimemwandika huyu waziri, ila namwambiaje mimi waziri kuna fursa? Mbona kama maneno yataishia hapa kwenye call? Tumeandika kwenye hiyo document. Kama hauna, naomba tafadhali wasiliana na kiongozi wako. Kama ameshindwa kukupatia au hana, njoo hata kwangu, nitakutumia hiyo document. Watu ambao mmelingana, unaongea nao vipi? Mtu ambaye umelingana naye alafu kaongea naye kama vile wewe unataka kumkomboa kwenye maisha, na kucheki tu hivi kwamba hivi wewe si jana tulikuwa wote tunasema wote maisha magumu, alafu leo unaniambia mimi na fursa nitakukomboa. Hivi wewe unanikomboaje wakati mimi nayo jana tuko wote tunataabika? Kwa kuna namna ya kuongea naye. Kuna wale ambao wewe umewazidi, kuna namna pia ya kuweza kuongea nao. Iko document ambayo inakupa mwongozo namna ya kuwa contact hao watu. Wala sina haja ya kufundisha hapo, hiyo ni topic inayojitegemea, lakini nataka tu utambue ya kwamba hauhitaji kuumiza kichwa hivi naongea vipi na mtu. Tayari tumeshakufundisha. Na unapoenda kuwa contact hao watu, hiyo document itakuonyesha mwisho inamuuliza yule mtu, je, ungependa kupata maelezo? Waulize, lazima mtu muulize. Usimpe mtu information kabla ya kusema nipatie information. Usichukue tu namba ya simu ukaituma kwa kiongozi wako kaambia bwana naomba uwapigie hawa watu. Hawa watu bado hujaongea nao, hujawasiliana nao, hapana. Lazima kwanza unawa contact kwanza, ndio maana ile document inakuongoza vizuri. Alafu ndio unawapeleka kwenye hatua ya kumpa nini information. Ukiwa mgeni, naomba kumbuka tumia third party tools. Tunakumbuka third party tools Kuna stories, tunakumbuka kwenye zile third party tools kuna stories mule ndani, kuna watu, kuna videos, zote hizo, kuna mikutano, events ambazo tunazifanya. Zitumie hizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wako wanapata nini? Wanapata information kwa haraka zaidi. Sasa as we are winding up, nataka tumalizie na vitu vichache hapa. Number 1, biashara yetu inahitaji uwe na mindset ambayo inakusukuma wewe kwenye kupata mafanikio. Na hii mindset inabidi uwe na hamasa, uwe na mzuka, usio uwe excited, uwe unafurahia unachokifanya, lakini pia uwe positive. Sometimes umeanza biashara uko negative. Yani umeanza biashara, yule unayetaka kuwasiliana naye tayari unasema huyu sijui. Yani tuko mimi na wewe hapo tunapiga simu, unasema tumpigie huyu, alafu uko negative, unasema huyu bwana tumpigie, ila sijui. Hapana, wewe kuwa positive. Wasema tumpigie, naamini atapenda. Asipopenda no problem. Lakini pia kuwa persistent, kwa sababu utakutana na watu ambao watakukatisha tamaa, lakini wewe unakuwa ngangari, unashikilia. Sasa hii mindset hii uwezi ukaitengeneza ndani ya siku moja. Ndani ya siku moja uwezi ukawa excited, ukawa positive, ukawa persistent, hapana. Hii unaijenga taratibu. Unaijengaje? Cha kwanza kwa kuongeza knowledge yako. Na hapa tumeorodhesha sehemu 4 za kwanza za wewe kwenda kujifunza. Cha kwanza, nenda kasikilize hii video inaitwa welcome video. Very important video. Kama una hii, naomba muombe kiongozi wako, au nenda kwenye YouTube channel ya Forever Tanzania, utaikuta iko welcome video. Ukienda YouTube channel utakuta kuna trainings zinaitwa mastering products. Kuna mastering supplements, mastering personal care, mastering core nutrition. Utazikuta hizi trainings zipo. Haujui namna ya kuzipata, ukienda YouTube channel pale, nenda ile sehemu ya playlist, select mafunzo ya bidhaa kwa Kiswahili, utazikuta pale. Ukienda YouTube, nenda ka search hizi training 2, kula hizi nondo. Hizi zinakusaidia wewe mindset yako iweze kuwa strong. Why ni muhimu kujifunza? Kwa sababu usipopata knowledge, imani yako itatetereka. Imani ikitetereka, hauwezi ukawa committed. Usipokuwa committed, hautaweza kufanya kazi kwa uendelevu. Usipofanya kazi kwa uendelevu, hautaweza kupata matokeo. Sasa wakati tunapambana na hii biashara,
lazima tuhakikishe ya kwamba tupo kwenye mazingira sahihi, na nitakupa baadaye mfano unafanyaje ili uwe kwenye mazingira sahihi ambayo yatakusaidia kuwa kwenye mafanikio. Lazima tuwe tunafanya activities ambazo zitatusaidia kuweza kupiga hatua kwenye biashara, na lazima uweke malengo ambayo ni muhimu kwako, yana maana kwako. Ukiwa unafanyia kazi malengo ambayo hayana maana kwako, most likely hautapata nguvu ya kupambana kwa uendelevu. Sasa malengo gani ambayo ni muhimu? Mimi ni kushauri kwako, naomba niongee na wageni kabisa. Mwezi wako wa kwanza wa biashara, uwe una malengo yapi? Nitakuonyesha malengo kadhaa, na nitaomba haya malengo haya nikisha kuonyesha nisaidie kitu kimoja tu. Tukimaliza hii training, mtumie message kiongozi wako, alafu mwambie wewe lengo lako ni lipi, kama huu ni mwezi wako wa kwanza wa biashara. La kwanza, supervisor. Go supervisor. CC 10 mwezi huu. Tuna watu wamekuwa supervisor ndani ya wiki 2, wengine 3, wengine mwezi. So you can finish supervisor mwezi huu, CC 10. Ukishaweka lengo, tutaenda kwenye hatua ya kupeana mikakati. Ukiona supervisor, hapana Enos, hilo mimi siwezi, weka lengo la 5cc. 5cc. Yaani lazima uwe na lengo la huu mwezi. Ukiona 5cc, jamani, mimi naona 5cc peke yake haitanivusha. Weka lengo la kurecruit pia. Huu mwezi wa kwanza mimi nikushauri KCC, supervisor au 5cc in terms of malengo. Utazipataje hizi CC? Vile vitu vitatu. Tumia products, uza. Utauzaje? Tumeshare zile strategies za kuuza. Ingiza watu kwenye biashara. Utaingiza watu vipi kwenye biashara? Tumefundisha hapo namna ya kumuingiza mtu kwenye biashara, especially ukiwa mgeni. Ingiza watu 2 huu mwezi. Let me tell you, ukiingiza watu 2 huu mwezi, hizo tayari ni CC 4. Most likely wewe unaenda kuwa supervisor umwezi. Ni watu wachache mno ambao wataingiza watu 2 umwezi alafu asiende kuwa supervisor. Alafu ambao mtakuwa supervisor mwezi huu, kuna kitu katamu sana nitakatangaza hapo, utaenda kukaenjoy ndani ya muda mfupi. So huu mwezi make your first million. Ukitengeneza milioni 1 yako ya kwanza umwezi, mwezi wako wa kwanza wa biashara. Inawezekana uko muda mrefu kwenye biashara, basi unaweza ukasema sasa huu mwezi huu na uchukulia kama ndo mwezi wangu wa kwanza. Na sahau hiyo miezi iliyopita. Naanza huu kama ndo mwezi wangu wa kwanza. Nataka nikanyagie mafuta. Nataka nikomae. Nataka nipush hii biashara. Make your first million huu mwezi. Halafu tukitoka hapo, tunaendelea kugrow mpaka manager. Nimeweka plani hapa za namna gani unaweza ukawa manager ndani ya miezi 7. Ndani ya miezi 7. Mwezi wa kwanza 5cc minimum nimeweka. Kwa wengine utaanza na 10cc kabisa, no problem kabisa. Mimi nimeweka plan ambayo una grow taratibu. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7. By month 7. Sasa hivi tuko mwezi wa 8. Kwa mwezi wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, January, February. Kwa hapa tunavyoongea, kila mtu ambaye yupo hapa kuanzia mwezi February anatakiwa awe manager. Manager in forever ni mtu ambaye anaingiza sio chini ya milioni hizi 3 kwa mwezi. 3 kwa mwezi. Mwingine anaweza kusema Enos, mimi sitaki kusubiri mpaka February. Nataka nimalize manager yangu by December. Basi unachukua hii plan, unaanzia hapa. Huu mwezi unafanya CC 25, unaenda 35, 45, 55. Unamaliza manager yako by December. Na wakati unapambania hii CC, usisahau hii CC zinamaanisha kipato. Yale malengo ambayo ulikuwa umeandika, vile vitu ambavyo unatamani kuviachieve, vinaenda kuwa achieved kwa kupitia hizi CC. Hii CC ndo ambazo 5cc ni 1 million. Milioni 1 utaigawa, 100,000 fungu la 10, 100,000 kwa mama au baba, 100,000 inaenda UTT, utaigawa ile pesa yako. This is a structure ambayo itakusaidia wewe kugrow. Na niongelee moja ya kitu kizuri ambacho kinakuja hivi karibuni, ambacho wewe sasa hivi unaweza kukifanyia kazi, Success Day. Kwa mwaka tunakuaga na Success Day 2 Tanzania, na Success Day yetu ya mwisho kabisa inafanyika mwaka huu mwezi wa 9 tarehe 26. Ukumbi wetu unaitwa Grand West Arena. Yani ni ukumbi Ocean Arena, ukumbi mmoja wa moto sana. Sasa wewe kama unanisikiliza hapa, weka mkakati wa kuwa supervisor mwezi huu, na utaona kuanzia kesho tutakuwa tunaongelea sana kuhusiana na kuwa supervisor mwezi huu. Kuwa supervisor mwezi huu ili upande kwenye stage hapo kwenye Success Day mwezi wa 9, utapanda on that stage as a brand new supervisor. Utapata hiyo recognition ambayo itakusaidia kuweza kwenda kuachieve mambo makubwa zaidi. Una nafasi kubwa sana ukimaliza supervisor mwezi huu, una nafasi kubwa sana ya kumaliza manager by December, latest January.
Yaani ukichelewa sana January umemaliza. Ila ukikanyagia mafuta vizuri unaweza ukamaliza manager yako 100% by December. Ukimaliza manager yako by December, yani ndani ya hii miezi mitano, mwezi January tunakwenda Mombasa. Tunavyoenda Mombasa utapanda kwenye stage as a manager. Sasa nataka uimagine September umepanda stage as a supervisor. January tunaenda Mombasa, unapanda stage as a manager. Let me tell you one thing. Yani ndani ya hii miezi mitano utakuwa umejijengea story, shuhuda ya kwako wewe ambayo ina nguvu, itakufanya uweze kuvuta na watu wengine wengi sana. So these 5 months sisi kama viongozi, kampuni, ofisi, tuna lengo la kuhakikisha tuna support watu wengi iwezekanavyo kuweza kugrow, kuweza kupanda kwenye hizi stage. Kwa kama upo hapa we ni mgeni na umejoin for business na unataka kugrow kwenye biashara, mimi my first challenge kwako wewe, maliza supervisor mwezi huu. That's my first challenge, na ninajua unaweza. Maliza supervisor mwezi huu, and then mwezi ujao utapanda kwenye stage pale as a supervisor. Ukimaliza supervisor mwezi huu, unamaliza manager mwezi December. January utapanda on this stage as a manager tutakapoenda Mombasa. Kama upo hapo unanisikiliza na wewe ni assistant supervisor na unataka kucommit ya kwamba mimi ninakwenda supervisor mwezi huu, naomba uende kwenye chat and then uandike I am a supervisor August. I am a supervisor August. Ili unachokiandika maneno yanaumba. Unachokiandika kina nguvu. Ni kama unauambia ulimwengu unachokitaka. Unachokiandika hicho kinaingia kwenye akili na moyo wako. Kinaambia mwili wako kwamba this is important. Hichi ni muhimu kwangu, na kile ambacho ni muhimu kitaanza kudrive. Kitakufanya wakati unakuwa your own boss, unakuwa your own very good boss. Utakuwa your own boss ambaye anajipush, so your own boss ambaye atalala. No, your own boss ambaye anajipush. Now I'm loving what I'm seeing. A lot of supervisors, and I can tell you September hapo naamini tutakuwa na mamia ya masupervisor. Na maanisha ninavyokuambia mamia ya masupervisor watapanda on that stage. So why not you? Kama more than 100 people watapanda on stage as supervisors, why not you? Hata wewe pia unaenda kuwa supervisor. Success Day iliyopita tulikuwa na supervisors 200 na kitu. 200, yani kama kitu wanafanya watu 200. Haki ya nani? Na wewe pia unatakiwa uweze kukifanya hicho kitu. Kwa wageni ambao mpo hapa, assistant supervisor ambao mpo hapa, let me challenge you. Make sure you are going for supervisor mwezi August. Lakini ili hayo yaweze kutokea, lazima turudi kwenye zile kazi. Lazima tuuze, lazima tuingize watu kwenye biashara. Na nitaomba angalia kwa umakini mikutano ambayo inaenda kufanyika hii weekend. Tuna mikutano sehemu nyingi tofauti. Mimi binafsi nashukuru Mungu, nitakuwa Dodoma, nitakuwa niko Moshi, Dodoma Jumamosi, Moshi Jumapili. Tuna mikutano inaendelea Mwanza, tuna mikutano inaendelea Dar. Mikutano iko mingi sana. Maximize, alika, ili uweze kuhakikisha kwamba una recruit watu. With that said, amazing people, naomba nikushauri kitu cha mwisho muhimu sana. Kwenye kila unachokifanya usisahau kumtanguliza Mungu, usisahau kumweka Mungu mbele. Kwa haya malengo ambayo umeandika, haya malengo haya, uende ukaya commit, uende ukayaweke mikononi kwa Mungu. Kamuombe Mungu leo, mpigie Mungu goti, mwambie Mungu leo, ili lengo nimeliweka, sina uhakika nalo, sijui nitalifanyaje, watu siwaoni nitakawapata, sijui nitatumia njia zipi ili niweze kulikamilisha hili lengo, sina skills, na kikwazo hiki, kazi imenibana, sina uwezo wa kufanya social media, sina hiki, vikwazo vyote hivyo navyo, ila hili lengo Mungu mimi nataka nikomae nimalize supervisor huu mwezi August, na nakwambia utaenda kumaliza supervisor yako. Mimi nawashukuru sana, niwatakie heri na niwapongeze wote kwa commitment ambayo umeiweka, na nikwambie tu bila shaka hilo lengo linaenda kutimia. Na kuna mtu upo hapa leo ni mgeni, upo hapa ni mgeni, upo hapa ni assistant supervisor. I promise you September utapanda on stage. Mimi nitakuwa niko pale kwenye stage kukupokea, maana kazi yangu moja hapo ya kazi yangu forever ni kukutambua wewe on stage. Nitaomba ukiwa unapanda on that stage, wakati unapita, wakati unanipa high five, wakati tunahug, uniambie Enos, mimi nilikuwepo kwenye ile meeting, nilikuwa assistant supervisor and I'm on this stage, I am a supervisor. Let's go supervisor, amazing people. Thank you so much and see you all at work. Thank you so much.